kwa yote simama, simama kwa yote simama, simama kwa yote simama, vumilia yote usimame, simama kwa yote simama, simama kwa yote simama, simama kwa yote simama, vumilia yote usimame. Shalom, shalom. Apewe sifa Mwokozi. Ni wakati mwema, tutajifunza na tutabarikiwa. Yeye amchaye Bwana Mungu wake amebarikiwa, amfanyaye Mungu kuwa ngao yake, asiyenenda pamoja na miguu ya wabaya. Maana mtego utegwa mbele ya kila ndege, lakini uwe ndege mwenye mwaminifu kwa Bwana wako, nawe utaokoka. Usichoke njiani, usichoke katika safari. Jipeni moyo mkuu. Yaliyo magumu ni ya Mungu, yaliyo mepesi ni ya Shetani. Shetani ndiye ambaye wokovu wake ni wa haraka, lakini kitambo tu utakuwa unarudia matapishi. Shetani huwa na upesi kuwafanya watu watumwa wa utakatifu wa uongo. Shetani huwafanya watu kuwa na matumaini ya uongo. Anawaaminisha wanadamu wokovu wa uongo. Nitakuambia wokovu wa kweli. Wokovu wa kweli ni kutubu dhambi, kujazwa na Roho Mtakatifu wa mbinguni, kisha uwe tayari. Wewe mwanangu, siku za uhai wako, ninakuambia, usiwe na adui yoyote, wala usimchukie mtu yoyote. Afadhali wote wakuchukie, ila mpende adui kwa rafiki. Maana Mafarisayo wanawapenda wale wanaowapenda, na Wakristo wanawachukia wale wanaowachukia. Lakini wewe, nakushauri hivi leo, usimchukie mtu yoyote, wala usimuonee husuda mtu yoyote. Uyapende maombi kuliko chochote. Upende neno la Mungu kuliko chochote. Usiwatumainie wanadamu. Watakudanganya, watakupoteza. Mtumainie Mungu na uombe ya kwamba uwe mtumwa wa Mungu. Haleluya. Watumwa wa Mungu ni akina nani? Hawa ni watu wanaozitumikia sheria za Mungu. Mwanangu, Mungu ni mmoja. Utasikia dunia ikikwambia Mungu ni watatu. Wewe usiwasikilize, maana utatu mtakatifu ni elimu ya wanadamu. Lakini elimu ya Mungu sio utatu mtakatifu. Mungu angekuwa watatu, pia wewe ungekuwa ni watu watatu. Lakini Mungu sio nafsi tatu kwa mtu mmoja, bali Mungu ni jiwe moja kuu la pembeni lililo hai. Mungu si mwanadamu, wala hawezi akawa mwanadamu, bali alijifanya mtumwa. Fanyika inamaanisha aliishi ndani ya mwanadamu, ambaye ni Yeshua wa Nazareth na Yeshua wa mataifa. Nao ni zaidi ya mwanadamu, maana ni wahudumu madhabahuni pa Kristo Mungu. Mungu
ni roho yao wana wa Adamu. Kwa nini wana wa Adamu ni wawili ili hali Mungu ni mmoja? Mungu ni mmoja tu. Mungu ni roho. Roho haina mwili. Lakini roho imeitwa mili katikati ya wanadamu. Mwanangu, nitakuambia jambo fulani. Mtu mwenye mawazo mabaya hawezi akaubeba utukufu wa Mungu. Mtu mwenye mawazo machafu hawezi akampendeza Mungu. Nitayashindaje mawazo mabaya? Ni kwa kutafakari neno la Mungu. Mtu mwenye chuki ndani yake hawezi akakaa pamoja na Roho Mtakatifu kifuani pake. Dhamira yenye kupenda vitu vya dunia haiwezi kampendeza Mungu. Maana mambo hayo yote Wakristo wanaifanya. Kwa hiyo tofauti yako na Wakristo itakuwa nini? Kanisa za sasa ni za uongo. Hayo ndio mahubiri yaliyojaa mitandaoni. Lakini mimi nakuambia kanisa ni mwanadamu. Kwa hiyo wanadamu wa leo ni waongo. Wanaosema wameokoka ni waongo. Maana uokovu haumo mioyoni mwao. Wao hujipendekeza tu kwa ulimi wa uongo. Lakini matendo yao yamefarakana na utukufu wa Mungu wao. Mungu ni pendo likalo mioyoni mwa wanadamu. Yeye asiye na upendo kwa wenzake hana Mungu ndani yake. Maana Mungu ni upendo. Upendo unaanzia wapi? Nitakudharau, nitakushangaa kama utampenda mtu mwingine lakini ujipendi wewe mwenyewe. Ukijipenda hutatenda dhambi. Maana dhambi ni kujidhalilisha. Kwa sababu tazama mwanangu, uwe msherati, si umejidhalilisha? Uwe mwenye chuki, umejidhalilisha. Kwa hiyo nataka ujitendee wema nafsi yako. Ukaipe haki ya mema. Ukailishe mema na kuishibisha mema. Na utapata kubarikiwa. Dunia ni ngumu, yote ni magumu. Lakini ni mepesi ukijawa na Mungu. Kuna nguvu iwawezeshayo watu kufika mwisho wa magumu. Na hiyo inaitwa nguvu ya Mungu ndani ya moyo wa mtu. Ayubu alishawahi kuwa nayo. Hata Ayubu aliteseka. Lakini hiyo nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani ya moyo wake ilimwezesha kushinda. Wewe unaogopa mateso na unasema unataka uokovu. Nani katika Biblia ambaye hakujaribiwa? Hakujaribiwa. Wengine majaribu yaliwaangusha. Lakini wengine wengi waliokoka. Kwa sababu gani waliokoka? Mungu hadhihakiwi. Mungu watazama walio na moyo wa kujifungua, yeye huwafungua. Walio na moyo uliojifunga, yeye hawafungui. Kuna wale wanaotafuta kuaminiwa na wanadamu, kuonekana na wanadamu. Huyo mtu haingii kwa Mungu. Anayeingia kwa Mungu ni yeye ambaye hatafuti sifa za wanadamu. Yeye ni mkweli, hadanganyi, hasemi uongo. Yupo pale pale tu. Akiona kitu atakisema cha ukweli. Maana maandiko yanasema Mungu ni kweli. Mungu ni kweli. Mungu si uongo. Mungu ni kweli. Mungu si mapambo. Mungu ni kweli. Usipoidharau dunia, ukajitwika imani na kumfuata Kristo, huwezi ukaokoka. Usipodharau dini za uongo ukatoka ndani yake, ukajitakasa kwa neno la Kristo, huwezi okoka. Wokovu ni mzito, unahitaji watu wenye nguvu. Huna nguvu, utawezaje kuubeba wokovu? Nguvu ni nini? Maandiko yanasema kulishuka na upepo wa nguvu. Nguvu zilishuka siku ya Pentekoste, wakajawa na nguvu za Roho. Nguvu za Roho wa Mungu. Haleluya. Asante sana, mpate kubarikiwa.